Hodi. Achibaba. Achibaba mwenyewe. Vipi mzito? Vipi mzee? Salama sana. Siku hizi umenipotelea. Niko. Wapi? Niko tu. Na Chibaba umeng'ara, unataka kutoka ama namna gani? Nilikuwa na shida kidogo. Ambao najua niko na pesa yako. Lakini nitana nataka uniongezea 2000. 2000. Najua niko na deni yako, kiniongeza tu 2000. Na lakini leo nina kitu na kuachia. Sasa nakuongezaje deni? Na uko na deni. Tena niongeze deni juu ya deni. Mimi nakuachia huyo. Sikuachi bure. Mzee, kitu gani hicho? Chenye unaniachia? Kuachia huyo. Baada ya siku 2 namkujia. Sasa wewe mzee mkubwa unamleta na unakuuza mtoto? Mtoto sijamwiba, mtoto ni wa kwangu. Kwa namna gani wewe mzee mzima unakujaje tena kuuza mtoto? Si kukuuza na kuachia tu, ila uamini ya kwamba nitakuletea pesa zako. Na unajua vile Kenya inakaa? Nikipatikana naye usikuachie kabisa, nitakuja kuchukua mtoto baada ya siku 2 nikikuleta pesa zako. Sasa utaniachia na sijaona birth certificate, sijui kama ni yako, sijaona, ningekuja mpaka na ndo niamini. Sasa nitajuaje kama umeiba ama umefanya nini? Mtoto ni wa kwangu. Sijamwiba mtoto. Ama pengine ni chokora umrekota kwa barabara. Unasikiza mzee? Itabidi uende kibarua, mjengo ama jua kali. Pesa sikupi leo. Chibaba. Ona. Baba, tafadhali. Unanipotezea wakati niko na shughuli nyingi. Tafadhali. Nisaidie tu. Watu saidiana. Elewa, wewe umekuwa mtu wangu tangu zamani. Shida iko wapi? Wewe mzee usikitoka hapa, unataka kumuuzia mtoto? Kama nikupeleka hivi polisi. Sawa. Kama ni polisi. Enda kutuonana kesho. Tukoona hapa vitu tushika tuleta mapolisi sasa mbio. Haya. Man, sasa nimeenda kwa rafiki yangu nikopeshe pesa, amekataa. Na nimeenda na mtoto. Na huyo mtoto mwenyewe nimekuwa tu kwa barabara. Mama yake akijua niko na yeye, tena ni polisi. Wacha tumrudishe penye nimemtoa. Hiyo tu ndio jawabu. Sina kweli sa lano ndero manga kwesta washi esta uno ndemo ngero mahwashi abakana bande bangangana nabana babo bathi kata Nairobi bakhola tsikasi bane banyola amapesa basomi abana babo bapambananga. Esther, unaniharibia maisha, haki ya Mungu. Esther, unaniharibia maisha. Sasa angalia venye naumia. Ungesomesha huyu mtoto mwenyewe, kwani wewe unashindwa kusomesha wenzako? Si wanasomesha watoto, si wanafanya umaid huko Nairobi, wanasomesha watoto. Papa, mzee, baba, wewe mzee akikuja hapo usifanye kierere yako. Akikuja mzee, mzee, papa. Vipi mtoto? Papa. Nimepotea. Mwanachama. Papa bolako. Roho. Mimi niko mzee. Sasa papa, kuna kitu imefanyika mahali. Na hiyo kitu yenye imefanyika imeniumiza sana roho. Yaani roho yangu inauma mpaka nasikia tu kila kitu inakuja alafu inaenda. Papa, Esther Nyalugu koleti. Papa, Esther Nyalugu ndeshero mwana kukazi. Yaani mimi niko kwa kazi, nafanya kazi, napambana na kazi yangu, nifanye kazi. Alafu Esther anakuja ananitupia mtoto. Papa, Esther ananitupia mtoto. Mimi nitasurvive waje na mtoto? Papa, mwana unaenda na mwezi elira liao. Huyu mtoto nilimpia jina yako. Anaitwa George. Huko pia wanamsifungu tu hivyo, Chibaba. Hivyo tu venye wanakusifungu hivyo. Si mtoto nimekuwa hapa vitu leo asubuhi. Huyu. Mama yake alikuwa amemleta hapa kabla amekuja tu hapa asubuhi. Tena nikawafukuza. Baba bwana, kwanza serious sasa. Kwani huyu mtoto kwani ni jini? Huyu akakuwa hapa. Amekuwa anapita sasa akitaka mshahara. Sasa unataka jini? Ulikuja? Ni huyu tu. Haya. Sura haya ni huyu. Yaani nyinyi mnajaribu kunichezea akili. Akili gani mzee? Mimi ninajua kuna msichana nilikuanga na yeye uhusiano tukiwa shule. Akamaliza form 4, mimi nikawa niko form 2. Kibahati mbaya akakuja akasema ati sijui alikaenda akakuja akapata. Sasa hiyo kupata ndio hiyo sasa matokeo. Sasa hiyo matokeo ndio shida. Sasa shida leo asubuhi nikiwa kazini ya pale ya Randa, ile mbao zangu venye unajua. Naletewa mtoto saa asubuhi mzee, mimi nimekasirika. Asubuhi mtu ananiletea mtoto. Asubuhi mzee, asubuhi starero mwana.
Hata hakuna haja ya kulia. Hiyo tabia nilikukataza. Kwa nini ulikuwa unanisikiza? Sasa unaona huko juu? Umeona? Nilikukataza wewe msichana kusikia. Kama unataka kumrudishia, tembea na yeye. Ameenda Nairobi. Ameenda Nairobi. Kuna tikiti. Kuna gari, kuna SGR. Utapata gari mzuri umpelekee. Kama sivyo, tengeneza huko ujue vile utamulisha. Mama yako alituacha, sasa sijui nani atamulisha. Mimi siko hapo, mimi siwezi. Mzee siko na sister kidogo. Si hata kwa anashughulika naye kwa nyumbani. Si ile siku hajaenda shule anashughulika na yeye. Siku ameenda shule, si wewe hata unaanga kazi mzee, mimi ndio nafanya randa ndio tunakula. Sasa si wewe utakuwa unakaa na yeye. Hapo kijana umejidanganya. Papa kumbukanda kuliri suti juzi. Mimi. Papa kumbukanda kuliri suti juzi. Staki. Hatia. Unasikia staki? Noli komba isuti ndi papa. Soli nyola isuti khandi tawi. Tia. Staki. Nilo kumba khenzo ni nyala so kumba. Hata utakata miti yangu. Ukikata miti hapa hivi, panda yako ujenge tena, nakupa ujenge siku 2. Sijui miti na siku gani. Ngoma za mababu zinapiga kwa nguvu, mikono juu, tunasherehekea maisha. Kila hatua ni ishara ya nguvu za kale. Katika mzunguko huu, roho za mababu zipo. Naona uko sawa. Sisi tunafanya kazi, si ndio? Maana hata kama ni sahande ni bidii tu sasa. Si ndio? Wewe umeamka vipi? Mimi nimeamka poa. Majukumu sasa imeongezeka. Unajua ni majukumu kuongezeka sasa. Gani? Sasa hivi unajua jana penye ule msichana alikuwa serious hapa. Ile issue ya ule msichana na ule mtoto. Ule mtoto saa hii natembea na yeye, mzee na yeye amewaka. Kwa sababu mzee huwezi niambia kuna kitu anafanya ya maana. Kama ni pesa mimi ndio natafuta, kama ni kazi mimi ndio nafanya. Hapana, mzee hawezi mambo ya mtoto. Mzee alikulea ushakuwa mtu mkubwa, sasa tena utaanza aje malezi ya mjukuu. Ati unasema yeye alee mtoto na mama yake ameenda Nairobi. Kitu yenye ufanye loka. Kwanza bembeleza ule mama arudi. Huyo mtoto bado ni mdogo. Hata kama bado hauko situation yako haiko sawa. Huyo mama ndiye atakaa na mtoto yake, na wewe kwanza ndio uanze kufikiria sasa maisha yako itakaa aje, ndio sasa unaweza ongea issue ya mtoto. But saa hii utakuwa mnatesa hiyo mtoto. Wallahi sikukwambia huyo mtoto umemtesa. Hata huyu ana hizi vitu unaitaka aje kilia nyende zile kufanya na tembea. Sasa kutembea mguu yenyewe inakaa kama deki. Hiyo utakuwa umeharibu huyo mtoto kabisa. Issue tu pigia mama yake, umbembeleze arudi achukue mtoto. Akishachukua mtoto kwanza, hata kama unapata hapa kidogo, umsupport na wewe pia sasa utabidi ufikirie tena njia nyingine ya kuhasa. Hata kama kuja hapa basi ukuje, si unajua kupiga randa, kushika hiyo randa. Hiyo hadi unachukuanga mtu anajaribu na mbao, acha nikuweke hii hapa. Chukua hiyo kipisi ya mbao kwa. Ndio. Lazima nianze kujifunza kwambianga mara ngapi Luka. Ukianza tu kufikiria mambo ya kukaa na msichana, msiwe tu unachukua msichana unamgonga ndio ushamtupa. Sasa hebu na mtoto analetwa ako na Crocs nguo zake, sasa kwanza zinakaa. Nasikia sauti za mababu wangu wananiita kwa upendo. Unasikia mzee? Hata juzi ametupiwa mtoto. Hata nyumba hana. Hata sijui anafanya wapi kazi. Sasa mjaribu mkae, msianze hizi vitu mbovu. Rafiki yangu Luka, ni yeye. Si nilikwambia ni yeye. Hata mtoto ametupiwa juzi. Hata nyumba hana. Ukimwambia hataki. Sasa sijui afanye namna gani. Hata ujuzi, kwani yeye mwenyewe umeshaongea naye kama mtoto wako ama bado? Nimejaribu kumweleza akikuja ananitupia vitu. Sawa mzee. Hata mimi unapaswa kwanza usikize mtu
si issue yenye imemleta. Pia mimi niko hapa kwa lengo la kumkanya Luka. Ambia Luka achane na mke wangu. Mwambie na umuonye kabisa achane na mke wangu. Kabisa. Luka, mkataze kabisa achane na mke wangu. Tena ameanza tena na wanawake wa watu. Sasa huyu Luka sasa ameharibika kabisa. Unasikia mzee? Najaribu kumuongelesha. Akikataa kunisikiza, basi tutampeleka kwa sheria. Mimi ni kijana kama yeye. So mwambie tusitafutane kwa njia ya kutafutana kwa wanawake. Yule ni mke wangu. Atafute mke wake, akae naye. Aachane na mke wangu. La sivyo, kaburi utaona hapa. Kaburi ya mwanao utachimba. Ambia Luka mke wangu, nampenda sana mke wangu. Na akianza hiyo tabia, mke amenilalamikia mara karibu 3-4. Nikadhani ni chocha. Sasa juzi nimemwona akimfuata mke wangu mimi mwenyewe. So umkanye. Kaburi, usipomkanya kaburi utachimba. Na sina mengi na akosa papa. Nzire. Tungoje tusikizane mzee. Nimekuambia mkanye mwanao. Usipomkanya tutamfunza na ulimwengu. Huyu ulimwengu tutamfunza. Mkanye. Hapana, ule ni mtu mkubwa kama mimi, mkanye. Nini ni watu ndio tunasema umkanye. Usipomkanya huyo utazika. Mwenyezi Mungu, huyu ni mtoto gani mimi ulinipa? Ananisumbua kila saa, hata niko na vile nichokora. Hata afadhali ujinipa soda ama mna mkate nikunywe. Sijui nifanyeje. Hello Esther. Vipi mama? Usikue hivyo, usijam. Tulia. Unajua nini mama? Unaona jana ni venye ulinipata nikiwa na mood mbaya. Alafu unaelewa hii maneno venye kunaenda. Si unajua hata home bado sijakuwa na nyumba mama. Usijali. Fanya hivi sasa, nimepata wazo. Wewe fanya hivi, usiniache na mtoto peke yangu, nitahangaika mama. Si unajua, Fanya hivi basi, Fanya hivi Remo. Wewe kuja pale penye ulinipata jana. Tuchukue nyumba hata kama ni 500. Niende pale nyumbani niibe mahindi gorogoro 2. Alafu malazi nitachukua tu huko, si ile yenye mimi nalalianga huko. Tuchukue hata nyumba ya 500, mahindi niibe huko, mboga wewe utoke nayo kwenyu. Kwenyu kuna mboga mumepanda hata kunde. Kuja nayo mama, kuja nayo tuanzie maisha. Kwani iko nini? Wewe amua ukuje, si mtoto ni wetu, tutalea. Wanatufukuza. Umefukuzwa kwenyu, mimi nimefukuzwa kwetu. Kuja tukae. Yes. Sawa, tumeelewana. Kidogo. Saidi. Mambo. Uko fiti? Wangu pia mimi niko fiti. Unaonaje hii koti? Koti nifanyie nini koti? Koti nifanyie nini? Niko na koti kingine kazuri ndugu yangu. Sikiza. Sijakuja kwa mambo ya koti. Kuna sababu imeleta hapa. Nimetoka nyumbani kukutafuta, sijakukuta. Mimi ndio huyu. Bahati nzuri nimekupata hapa. Sawa. Nilikuwa nimwambia babako akuonye. Vizuri nimekupata. Na kuonya Luka. Achana na mke wangu Luka. Mimi hakuna kitu nafanya na mke wako. Nimesema achana na mke wangu. Wewe ndio unafaa uonye mke wako awachane na mimi. Kivipi? Yeye amenituma nije nikukanye. Achana na mke wangu. Achana na mke wangu. Amekutuma unionye. Nikuonye. Ndugu yangu, mimi mke wako tunafanya yeye kazi. Kazi gani? Mimi ni mwanajua kali, napewa kazi ya kulima. Hata hapa nilikuwa nimekuja kuangalia hii mahindi kama nitapata hii kazi ya kulima. So nikipata kazi ya kupalilia mahindi kama hii, nakuja natafuta mtu wa kufanya na yeye kazi. Ninapata ni watu 2 ama 3. Tunaenda tunashika hii shamba, tunalima, tunapata pesa. Mimi kijana mwenzio usinitafute tufanye kibarua. Wewe utafute mke wako. Wewe unajua kulima, wewe unaweza lima, wewe unaweza fanya kazi. Wewe unalishwa. Mimi nalishwa na nani? Wewe unalishwa na mke wako. Nani? Wewe unalishwa na mke wako. Alikwambia mimi ananilisha mimi? Kwanza mke wako anatuambianga sana venye wewe hata nini? Unalishwa tu. Unalishwa aje? Chakula. Yeye ndiye amenituma nije nikukanye. Sawa, nimesikia mimi. Na mke wangu. Sikia, enda ambia mke wako. Sitaki. Kwa mchezo sitaki. Tafadhali. Saidi, enda ambia mke wako awachane na mimi. Wewe ndiye amenituma nije nikukanye. Achana na mke wangu. Nimeachana na mke wangu. Nimeachana. La sivyo, Kitui nitafika. Sikudanganyi. Kitui nitafika. Hii kitu tunachezea hii, nitaweka hapa. Wewe ngoja kwanza Saidi. Hii kitu naweka hapa. Saidi. Naweka. Haya.
Niguze tena. Hii kitu naweka hapa bwana. Niguze Naweka hapa bwana. Kitu inafika bwana. Usiniletee mchezo. Bwana usifanye nichemke. Hey, mimi ndio nitachemuka. Chemuka. Hey, Chemuka. Said. Chemuka. Mke wangu achana naye. Achana na mke wangu Luka. So nyoma kasi wo, ambia bibi yako mwenyewe. Emborangewe. Dalasa kitu yele ni ndo msana. Chokobela hata uzokufuya. Ndizokulokeo. Ewe kuyabirange kudala sasa kuyabirange. Sikudanganyi. Sawa. Sikudanganyi wewe. Sawa. Nimeachana na yeye. Ndugu yangu nimeachana na yeye. Sitampea vibarua, sitampea kazi. Utakufa njaa kwa nyumba. Na wewe utakufa kwa wanawake za watu. Acha mimi nikufe njaa, wewe nao unakufa kwa hiyo kitu. Sawa. Nitafanya chuna chini, hiyo kitu itagwama huko ndani. Or else nitaweka hapa. Sawa. Kitu inafika. Nimekuonya. Cha kwanza nimeongea na simu hata unaniharibia mood. Nimekuonya. Nilikuwa naongea na bibi. Ngoja, nimekuonya. Nisikize. Hivyo tu ndivyo unadanganya wasichana unawapea mimba. Sasa hivi babako ndio huko nyumbani anahangaika na mtoto. Sasa mtoto wangu na wewe anahusika. Tena unatafuta mwingine. Mtoto wangu anahusika wapi na wewe? Ndio nakukanya shughulika na mambo ya mtoto, achana na mambo ya wanawake na wasichana. Wakaza watu achana nao. Sawa, si nimekusikia. Mwanamke akae kwa nyumba. Basi endelea kuongea.